Kwa majina naitwa Mtumika Danford Beda. Napatikana kijiji cha Ujamaa Kiwe, kata ya Naipingo, wilaya Nachingwea. Ni kwa natamani ningezungumzia hoja kuhusiana na taarifa ya Mheshimiwa Mbunge wa Nachingwea, Mheshimiwa Fadhili Liwaka alipowasilisha mada bungeni kuhusiana na swala la barabara ya Masasi Nachingwea. Ni kama mwananchi wa kawaida sana nimefurahishwa na hotuba ya Mheshimiwa Mbunge aliyotoa bungeni kuhusiana na hiyo barabara ya Masasi Nachingwea, kwa sababu ni kero ya muda mrefu. Lakini pia wananchi wa Nachingwea nategemea barabara ya Masasi Nachingwea ikishakuwa imekamilika, uchumi wa Nachingwea utakuwa umekuwa kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo kwanza nampongeza Mheshimiwa Mbunge kwa hiyo. Lakini pia sasa ni muombe na Mheshimiwa Rais anapopokea taarifa hii aichukulie umuhimu wa kipekee, kwa sababu ni kero ya muda mrefu kwa wananchi wa Nachingwea. Tulipata taarifa za ujenzi wa barabara hiyo kwamba itajengwa na Masasi Nachingwea Liwale, lakini sasa tungepata hiyo Nachingwea Masasi ingekuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu mwaka huu kimvua hauko sawa sawa. Kwa hiyo kama tungenyeshewa na mvua, maana yake barabara ingekuwa haipitiki kabisa. Kwa mimi niungane na Mheshimiwa Mbunge kufikisha kilio chetu na Nachingwea kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nategemea taarifa hizi zikimfikia Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, kilio chetu anaweza akisikilize. Mimi nimpongeze tu Mheshimiwa Mbunge kwa kuona aanze kwa kilio cha barabara hiyo. Kwa majina anaitwa George Noel Milanzi. Ni mkazi wa wilaya Nachingwea, kata na Matula, kijiji cha Matula. Mimi niseme tu moja kwa moja, kwanza nishukuru Mheshimiwa Mbunge wetu wa jimbo la Nachingwea, Mheshimiwa Fadhili Liwaka, kwa jana kwa kuwasilisha hoja mzito kabisa ambao ni kilio cha wananchi wa Nachingwea. Kwa kulilia kilio cha barabara ya Masasi Nachingwea ambaye ina takriban kilomita 45. Ndio kama serikali ni mpango wa muda mrefu kwa barabara ya Liwale Masasi Nachingwea, lakini hasa sisi wananchi wa Nachingwea tunachoomba serikali ifanye mkazo walao hizi kilomita 45 kati ya kilomita 120 zilizopewa serikali zituweze kutengeneza barabara yetu ya Nachingwea Masasi, kwa sababu ni lango kuu la uchumi. Hata mabilioni yalizozungumzwa jana bungeni kwa ushuru mkubwa wa korosho na miongoni mwa barabara hii ambayo imefanya kuleta faida kubwa sana. Lakini shukuru tuna Nachingwea kwa kumpata mbunge ambaye analia kilio cha barabara hii. Barabara hii kikweli ni barabara ambayo kongwe. Na barabara yetu kama labda wangekuwa wanapita wakati wa kifuku, masika, muda wa mvua, wangeona mawasiliano kati ya Masasi na Nachingwea yangekatika. Na hata lango kuu la uchumi linalozungumzia uchumi wa korosho lisingefanyika, kwa sababu bandari yote ya Mtwara 70% ya korosho ambazo zinapakia pale zinatoka wilaya ya Nachingwea. Na si barabara nyingine, ni barabara ya Nachingwea Masasi. Hivyo niombe sana serikali kupitia mkazo barabara hii, sababu hii barabara ni barabara muhimu. Kilomita 45 sisi zinatutosha tu. Sisi tuna shida barabara, lakini barabara yetu sisi Nachingwea Masasi na sio Nachingwea Liwale. Nachingwea Liwale hiyo ni barabara na Ngurukuru Liwale, na sio Nachingwea na Ngurukuru. Sisi Nachingwea Masasi na Ngurukuru la uchumi. Mimi ni mkazi wa kudumu wa Nachingwea. Nachingwea imetua bungeni. Nilikuwa nasikiliza jana kwenye kipindi kile cha uchangiaji jinsi Mheshimiwa Mbunge Fadhili Ali Liwaka alipowasilisha hoja kubwa ambazo ni nyeti sana ndani za wilaya yetu ya Nachingwea kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza. Kama unavyojua, sisi tuna kero za muda mrefu, hususan miundombinu eneo la barabara. Lakini tunamshukuru Mungu kwa juhudi zake na upendo wake mkubwa kwa kuendelea kupigania na Nachingwea. Tumepata mbunge ambaye kwa mara ya kwanza jana, wakati nasikiliza kile kipindi cha majadiliano bungeni, aliwasilisha hoja ya barabara kwa kweli kwa nguvu kubwa sana. Binafsi kama mwana Nachingwea na kwa niaba ya wananchi tunampongeza sana, lakini pia tunamshukuru kwa maono ya maendeleo, kwa sababu ni kwamba barabara ndio zao la uchumi. Leo Nachingwea maana yake tuna kilimo, tunazalisha mazao mengi sana ya kiuchumi. Kwa mfano tuna ufuta, tuna korosho, tuna mbaazi. Haya mazao makubwa ya kiuchumi katika nchi hii yanatokea wilaya ya Nachingwea. Lakini kutokana na uchakavu wa miundombinu ya barabara, hususan Nachingwea, barabara ya Masasi Nachingwea na Nganga, kutokana na hali ya changamoto iliyopo,
manake sio siri uchumi wetu ulikuwa unadidimia. Lakini kwa leo aliyofanya mheshimiwa mbunge jana, binafsi kama kwa niaba ya wananchi ninampongeza, ninamshukuru sana.